Hujambo tena ndugu msikilizaji na mtazamaji wa Radio Television Kyoko International, ninakusalimu kwa mara nyingine. Mimi ni wako Zakachubaka Pascal. Ninakutakia kila laheri huku nikiwatakia kila Wakristo wote kwa ujumla maandalizi mema ya Pasaka ambayo inasemekana kuwa ni kufa na kufufuka kwake Kristo Yesu aliye mkombozi wa ulimwengu. Na kwa ndugu msikilizaji, katika hali niliyokuandalia leo hii siku ya Ijumaa ni kwamba mapigano makali yaliweza kuripotiwa hapo jana huko maeneo ya Kamanyola, ambako ni mapigano yaliyoweza kuanza takribani kwenye mida ya saa 2 asubuhi hadi kufika mida ya mchana, ambako waliweza kuwashiana moto kati ya wapiganaji wazalendo wanaosaidiwa na jeshi la Burundi dhidi ya wapiganaji waasi wa M23 wanaoungwa mkono na serikali ya Rwanda. Mapigano haya yaliendeshwa kwenye maeneo kadhaa, huku yakitokea kwenye milima ya Kamanyola na kuelekea kwenye jiji la Kamanyola Center, huku ikiripotiwa mapigano mengine kwa upande wa Nyangezi. Hapo jana ni kwamba kwenye mji wa Kamanyola wasiwasi ilikuwa nyingi, huku baadhi ya raia wakiwa tayari waliweza kuhama makazi yao na kuondoka kwenye mji wa Kamanyola. Na ni kwamba wakati hayo yote yakiendelea huko Kamanyola, kwenye jiji la Uvira, jumuiya ya kirahia ya wakongomani wazalendo kwa kifupi Sosiko RDC inatoa wito kwa serikali ya Kongo na mashirika inayojitoa kwa kufuatilia haki za kibinadamu kufanya kila juhudi kuwasaidia na kuboresha hali ya maisha ya madai haswa ya wale walioweza kupatwa na hasara mnamo tariki 17 mwezi wa 4 mwaka wa 2020, na pia kuwasaidia watu maskini waliohamishwa kutoka huko kwenye milima mikuu ya Fizi, Mwenga na Uvira, haswa ni kwenye maeneo ya Minembwe na kando kando, ambao wamekuja katika maeneo ya Uvira na kwenye vitongoji vingine mbalimbali vinavyozunguka mji wa Uvira. Ni kwamba wito huu imetolewa na shirika la warahia wazalendo nchini DRC kwa kifupi Sosiko RDC. Huyu hapa ni mratibu wa Sosiko RDC, Bouijan Kelve, anaeleza. Jambo mtangazaji, mimi ni Kelve Bouijan na kuwa mratibu wa shirika la kiraia la wazalendo wa Kongomani Sosiko RDC, pia mtafiti wa masuala ya usalama. Hii leo tariki 17 mwezi wa 4 2025 tumelance appel patriotique ku gouvernement congolais na ku différentes organisations humanitaires kuangalia si wanaweza ujia msaada au sinistre ambao wanaendelea kupita kuishi maisha mabaya. Utafahamu kama c'est depuis 17 avril 2020 njua wa sinistre walipata majanga mvile ya Uvira ses environs, na mpaka hivi hawaya kuwa ta assiste, hawana accès ku maswe médicaux, hawana accès ku ma vivre et non vivre, na aussi kondisio yabo ya maisha ikingali inaendelea kuzoroto. Na utafahamu kama kuna wengine wa deplace ambao wametoka tarafa za Uvira, Fizi, Mwenga, wanapatikana mvile ya Uvira. C'est depuis 2019 njo biko mvile ya Uvira awa pauvre victime de guerre ambao biko wanaendelea kusufriri wa deplace de guerre. Na utafahamu kama hawana accès kuma soins médicaux, hawana accès kuma vivre et non vivre. Maisha yao inaendelea kuzorota, na mwaile utafahamu kama watoto hawasomi depuis walikuyaka vile ya Uvira wanaendelea kusufriri. Ni kusema tumelancer appel patriotique serikali yetu ya Congo sur le plan national, sur le plan local, provincial, kuangalia isi inaweza renforcer ma mécanisme pour que awa pauvre victime de guerre wapate hata ile soulagement kidogo kidogo sur le plan ma vivre non vivre na prise en charge mu vitu fulani kuhusu masomo ya watoto. Ile ndio jambo ambalo tumependa kuinterpele kwa viongozi watoke mamambo ya madistraction, waangalie si wanaweza kuwa na appuyer hawa pauvre victime de guerre au sinistre ambao wanaendelea kupita maisha mabaya mvile ya Uvira. Msikilizaji, huyo ni Bouijan Kelve, mratibu wa shirika la warahia wa Kongomani kwa kifupi Sosiko RDC, ambaye aliyezungumza huku akianzisha zihara
ametangaza kuweza kuzindua hiyo ambayo kwake anaita ni usaidizi kwa wale wasiojiweza. Na kwa upande mwingine, ndugu msikilizaji, ni kwamba mjumbe maalumu wa Marekani kwa nchi za Afrika Masad Bulus ameita nchi ya Rwanda na ameiomba kuondoa wanajeshi wake mashariki mwa DRC pamoja na kuacha kuwasaidia waasi wa M23 ambao kwa sasa wanashikilia miji mikuu ya Goma na Bukavu. Kwa upande wake, nchi ya Rwanda kupitia kwa naibu balozi wake kwenye Umoja wa Mataifa Robert Kainamura amesema licha ya kuwa wanaunga mkono juhudi za kikanda kuhusu kupata suluhu la mzozo unaoendelea mashariki mwa DRC, ameulaumu Umoja wa Mataifa kwa kuinyamanzia kimya serikali ya Kinshasa inayodai inashirikiana na waasi wa FDLR ambao ni tishio la usalama kwa nchi ya Rwanda. Masad Bulus akizungumza: tunayo fursa ya kupata amani ambayo hatujawahi kuipata kwa miongo kadhaa. Natumai kuziona pande husika zikichukua hatua stahiki kufanya hili kuwa la kweli. Aidha, nasisitiza msimamo wetu kwamba Rwanda isitishe msaada wowote wa kijeshi kwa waasi wa M23 na kuondoa wanajeshi wake katika ardhi ya DRC. Nina uhakika pande husika zitafanikisha haya yote bila masharti. Na ndugu msikilizaji, huyo ni Masad Bulus ambaye ni mshauri wa rais wa Marekani Donald Trump kuhusu masuala ya Afrika. Na ndugu msikilizaji, ni kwamba wakati wito huo ukitolewa, huku serikali ya Rwanda imeweza kuomba kwa nchi za Afrika Mashariki, haswa vikosi vya SADC vilivyokuwa kwenye mji wa Goma na Bukavu, mji ambayo inakalia na waasi wa M23, wameweza kuomba vikosi hivyo vya SADC kuweza kuondoka, huku ikifuatilia na kuiboresha masuala ili kuhakikisha usalama mashariki mwa DRC. Rwanda imekubali kuruhusu wanajeshi wa SADC waliotumwa kupambana na waasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuondoka katika miji inayoshikiliwa na waasi, kiwemo mji wa Goma na Bukavu, ardhi ya kupitia huku wakipitia ardhi yake hadi Tanzania. Duru za kidiplomasia zimesema hivyo. Na kufikia hapa ndugu msikilizaji, ndio ninatamatisha yale niliyokuandalia jioni ya siku ya leo. Niseme asante, ulikuwa nami wako Zakachubaka Pascal. Ni kuombe uweze kujiabone, uweze kulike na kukomante.